tunakupa utukufu, Baba tunakupa heshima, tunasema wewe ni mwema. Hakuna aliye kama wewe Bwana, katika jina la Yesu. Hakuna aliye kama wewe Bwana, hakuna aliye kama wewe mfalme wa amani, hakuna aliye kama wewe mtakatifu, hakuna aliye kama wewe kimbilio. Baba tunakutukuza, Baba tunakuinua, Baba tunakuhimidi katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini, na watu wa Mungu waseme amen. Weka mikono yako juu, patie Bwana Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Salimia mwenzako basi unapomkaribisha kwa ibada zetu za siku ya leo katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tumebarikiwa kuwa pamoja na wewe katika jina la Yesu, na tunamshukuru Mungu ambaye ametuwezesha kufika katika ibada zetu za siku ya leo katika jina la Yesu. Nitakimbia moja kwa moja kwa injili katika jina la Yesu. Tunaendelea kuchunguza kuhusiana na damu ya Yesu ambayo inaitwa damu ya Agano Jipya, ambayo ni damu iliyomwagika kwa ajili ya wote. Bwana Yesu asifiwe. Ilimwagika kwa ajili ya wote, na haikumwagika kwa ajili ya vitu, haikumwagika kwa ajili ya wanyama, bali ilimwagika kwa ajili ya mwanadamu. Damu ya Yesu ni kwa ajili ya mwanadamu peke yake, hakuna mahali ingine. Damu ya Yesu ni kwa ajili ya nani? Ya mwanadamu kabisa peke yake. Na majukumu rasmi ya damu ya Yesu ni kwa sababu ya msamaha wa dhambi. Tunaita pia ni damu ya msamaha wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ndizo vitu rasmi ambao damu ya Yesu ilimwagika kwa ajili ya hii. Na pia tuliona ya kwamba damu, Yesu alitokwa na damu mara kadhaa, sehemu tofauti tofauti kwa mwili wake. Ilitoka na maana tofauti, lakini damu ni ile ile. Ilitoka mahala tofauti, lakini damu ni ile ile. Na siku ya Jumapili niliona sasa ni somo lingine, nilikuwa naenda mwelekeo tofauti. Tutaendelesha Hebrews chapter 9 and chapter 10. We need to do a thorough study, kwa sababu Mungu amezidi kunisaidia ya kwamba kuna ufunuo mkubwa sana ambao kanisa inapaswa kujua kutoka kitabu cha Waebrania 9 na 10. Na ukielewa hapo, iko na manufaa kubwa na mabadiliko. Nilisema endelea kwenda nyumbani kusoma hizo vitabu, alafu itakuwa sawa. Siku ya leo nataka nikaongee kuhusu kama nitaweza, lakini nataka nitaje nguvu tatu ya damu ya Yesu. Nguvu tatu ya damu ya Yesu. Kama nitaweza kumaliza zote sawa, kama sitaweza mahali nitafikia ndio nitagusa. Kumbuka kitabu cha Waebrania nilienda kufanya study zaidi, na ikawa kumbe nahitaji kuihubiri na matendo. Bwana Yesu asifiwe. Kuhusu ile hema kubwa ambayo ni tabernacle, ambayo inaitwa tent meeting. Ilikuwa ni mahali ambapo Mungu na wanadamu walikuwa wanakutana, ambayo pia ilikuwa ni Mungu pamoja na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. So nimeona nikifanya theory peke yake haitakuwa sawa. Ninahitaji kukuja ni design the tabernacle hapa yote, because ni kivuli cha Kristo, alafu ni kuonyesha hatua moja baada ya moja baada ya moja. Bwana asifiwe. Because ilikuwa na sehemu tatu. Kuna moja ilikuwa inaitwa outer court. Bwana Yesu asifiwe sana. That's our physical body. And we have the holy place. That's our soul. And we have holy of holies, which is our spirit. Na nikifanya na theory haitakuwa sawa, kunielewa itakuwa ngumu, maana kuna vitu vingi sana ambavyo vilikuwa kwa tabernacle. Nafanya kufundisha na nikuletee picha hizo vitu rasmi siku ya leo ni nini, ili uweze kuelewa hicho kitabu. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana ukaweze kuelewa ukombozi wetu
ulipatikana wapi? Ulipatikana kwa Holy of Holies. Hapo ndio Kristo aliingia, tukapata ukombozi wa milele. So we have the Holy of Holies and we have Golgotha. Sijui kama watu wanajua kutofautisha hiyo vitu mbili. Tuko na mambo ilitendeka Golgotha ambayo ilikuwa inaonekana na macho, lakini kuna kitendo kilikuwa kinatendeka katika roho. Mnanielewa? Yale yaliyotendeka Golgotha yalikuwa yanaonekana na mwili, lakini katika roho kuna kitu nayo ilikuwa inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Na tutapata hiyo picha. Nasikia kuna ufahamu mkubwa wa maana ambao utapata uelewe kazi ambayo Kristo alifanya. Lakini kwa sasa wacha tuangalie nguvu hizi tatu, alafu nigusie moja katika jina la Yesu. The blood of Jesus iko kwa ajili, iko na nguvu ya kunena. So nguvu moja ni nyingi, tunaweza tukatoa mambo mengi kwa damu ya Yesu, lakini nataja iko na nguvu ya kunena. Sasa ni vizuri pia unapoiangalia hii damu, unapooasa kuhusu damu, unapaswa ujue yenyewe iko na nguvu ya kunena. Kwa sababu dunia hii tumejawa na wanadamu wanaonena kinyume na maisha ya watu. Tumejawa na wanadamu ambao wananena mengi sana. Sasa damu ya Yesu pia iko kunena, iko kwa ajili ya kunena. Na tunapoongea kuhusu damu ya Yesu iko na nguvu ya kunena juu yetu, hiyo inamaanisha ya kwamba damu ya Yesu inanena kinyume. Bwana asifiwe. Na kila maongeo, maana maongeo ni nguvu. Mtu anaweza haribu mtu kwa maneno. Kitabu cha Mwanzo 49:1, Yakobo akaambia watoto wake, kusanyikeni hapa niwaambie mambo yatakayowapata siku zijazo. Bwana Yesu asifiwe. Akaongea mambo itakuja ikatendeka. Joshua baada ya kuangamiza Yeriko aliongea maneno ya laana, akaacha kwa ardhi. Hiyo ni kumaanisha kwamba kwa nini damu ya Yesu inanena mema? Ni kwa sababu damu ya mwanadamu inanena vibaya juu ya watu. Wakati watu wananena kinyume na wewe, hili damu ya mwanadamu inanena kinyume. Na saa zingine ni vizuri kupambana na maneno ya watu kwa njia ya kusema damu ya wanadamu inayonena kinyume na mimi. Maandiko yanasema damu ya Yesu inanena mema, inanena mema juu yangu katika jina la Yesu. Kila mara unapopigana vita vya maneno, kimbia kwa damu ya Yesu. Useme damu ya Yesu inanena vizuri juu yangu. Damu ya Yesu inanena mambo mema juu yangu. Maana tuko na watu wengi wanasumbuliwa na vile mambo na nguvu ya maneno ya watu inafanya kwa maisha yenu. Aliongea akasema hivi kukuhusu, aliongea akasema hivi kukuhusu. Sasa inakusumbua. Tulie ndani ya Kristo, tunapaswa kuelewa ya kwamba kuna damu ambayo ilianza kunena juu yetu hata kabla hatujakuja, na mpaka sasa inanena juu yetu katika jina la Yesu. Kwa hiyo damu ya Yesu ina nguvu ya kunena mema juu ya maisha yako. Na ni vizuri kwa sisi kujua hivyo, ili tuwe tunakiri hiyo damu na tunasema damu ya Yesu inanena mema juu yangu, inanena mema juu ya maisha yangu. So damu ya Yesu inanena mema juu ya biashara yako, lakini damu ya Yesu si kwa ajili ya biashara yako. Tunaelewana? Damu ya Yesu si kwa ajili ya biashara yako, lakini inanena juu ya biashara yako. Damu ya Yesu inanena mema juu yangu, na damu ya Yesu ni kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So hatuwezi tukachukua maji ama tukachukua chochote tukaibadilisha kuwa damu ya Yesu tukaimwaga kwa kazi yako. Unanielewa? Unanielewa?
Kila mara tunapobadilisha iwe damu ya Yesu ni kwa sababu yako. Umeelewa? So ukienda mahali popote, mtu aseme nabadilisha hii maji iwe damu ya Yesu, enda mwaga kwa biashara yako, enda mwaga kwa nyumba yako, enda mwaga wapi, hiyo utakuwa unapotezwa. Hiyo sio sawa. Maana damu ya Yesu si kwa ajili ya vitu, damu ya Yesu ni kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Lakini kumbuka, moto wa Roho Mtakatifu, naweza nikamtangazia shetani moto wa Roho Mtakatifu, na pia naweza nikatangaza moto wa Roho Mtakatifu kwa maisha yangu. Kwa sababu moto wa Roho Mtakatifu ikiwa upande wangu, kuna vile inafanya kazi. Na yenyewe tu moto yenyewe ikiwa kwa shetani, kuna vile inafanya kazi. So mimi ambaye nimeokoka, nikikiri moto wa Roho Mtakatifu, inafanya kazi tofauti ya kwa maisha yangu. Na the same fire ninaikiri kwa maisha ya mtu, inafanya kazi kinyume na kazi ya shetani. Tunaelewa hivyo? Lakini damu, hapana. Damu ya Yesu ni kwa ajili yako peke yako. So kila mara nataka ukiri, nataka uamini, damu ya Yesu inanena mambo mema juu ya maisha yangu. Imeandikwa ya kwamba damu ya Yesu inanena mambo mema juu yangu, na kwa vile imeandikwa, ninaamini kile ambacho damu ya Yesu inanena juu yangu. Ninaamini vile ambavyo damu ya Yesu inasema juu yangu. Ninaamini damu ya Yesu vile inaongea juu yangu. Ni zaidi ya damu ya wanadamu, ni zaidi ya vile wanadamu wananena. Sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya. Kuanzia leo nimezoewa na elimu ya kwamba kuna damu ambayo inaongea juu yangu, kuna damu ambayo inanena juu yangu. Sema amen. Number 2, the blood of Jesus has power to make evil pass over. Nataka hiyo maneno usiandike kuwa moja. I know we know Passover, but sasa nataka tuigawe. Pass over. Passover tunajua ni siku ya mikate isiyotiwa chachu, natumai, ndio? Lakini nataka tuitafsiri tofauti, tukitumia tu ile ile tuandiko kulingana na vile litendeka katika wana wa Israeli. Damu ya Yesu ina nguvu. Hebu watu wakuje hapa, kuja blessed. Kujeni hivi vijana watatu. Nini uko hapa kwa madhabahu? Tungekuwa Catholic ama independent, kama naitwa altar boys. Nataka nikuonyeshe vile damu ya Yesu iko na nguvu ya kusababisha evil to pass over. So number 1, tumeona the blood iko na power ya kufanya nini? Ya kuongea, ina speak. Bwana asifiwe. Sasa nataka nikuonyeshe pia the blood iko na power ya kuhakikisha mabaya yana pass over. Pass over kwa Kiswahili tunasema aje? Kwa Kiswahili tunasema aje? Pita juu. Pita juu. Na nataka kufundisha kuhusu the blood of Jesus iko na uwezo ya kutuwezesha overcome evil. So nataka nikuonyeshe between overcoming evil and evil to pass over. Sijui kama unaelewa hiyo vitu mbili, because there are things in your life zitakuja, you need to overcome. You need to overcome. Na kuna vitu vitakuja kwa maisha yako kwa sababu ya vile unamjua Mungu, kwa sababu ya damu ya Yesu, they will pass over. Sio kila kitu inakuja kupigana na mimi, na sio kila kitu lazima ni wacha nikupatie mfano ndio nipate muda mzuri. Sema amina. Sasa sikiliza. Wewe simama hapa. Wani yako yeye. Sasa tunachukua mfano hii ni kifo, hii ni magonjwa, hii ni matatizo, hii ni mambo mabaya. Hii ni nini?
Hii ni mambo hii ni mambo mabaya. Hii ni nini? Hii ni mambo mabaya. Alafu huyu ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haya, nataka upige magoti. Kama uliact cha ng'ombe. Ile ng'ombe hata sireact hivyo. Tucheza kama wewe. Sasa hii ni mabaya. Na yote imekuja kwa ajili yako. So, damu ya Yesu iko na uwezo ya kusababisha maovu ya pass over. So, haya maovu yamekuja na nia, huyu jamaa tutaua. Tutaharibu huyu mtu. Tutaangamiza huyu mtu. Ni kifo, ni ajali, ni shida. Hii imebeba ajali, kifo, magonjwa, matatizo, mabaya. I want you to apply faith. Because kuna vitu za Biblia hazifanyi kazi kwa maisha yako kwa sababu bado haujaamini. Mpaka siku ile utaanza kuamini, a certain scripture inaanza kukua active kwa maisha yako. Kila kitu ambayo haujaamini, hiyo kitu imenyamaza kwa maisha yako. Maandiko nyingi watu na quote, lakini bado hatujaamua kuishika na niamini. Kuamini ni kuiactivate ikuwe ya benefit kwa maisha yako. Walikuwa na Yesu wanavuka ngambo ya pili. The more hawakumuita, the more hakufanya chochote. Wangelikuwa wanamwamini in the beginning, wangemuita in the beginning. Lakini kwa sababu walikuwa na savior, walikuwa na nani? Walikuwa na savior na walilalamika watakufa. Na alikuwa na wao. Na wakaanza kuendelea kuumia. Maana hawakumuamini. Lakini saa zile walimuamini, savior aliwaokoa. Watu wako na maandiko. Uko na maandiko nyingi. Utapigwa na shetani ukiwa na hizo maandiko. Lakini siku ile utaishika na useme ninaamini vile imeandikwa, na ujue vile imeandikwa juu yako, na useme damu ya Yesu iko na nguvu ya kusababisha mabaya yanayorushwa kwangu yakuje kama yamepita juu, yaniache pale pale. Hilo andiko na hiyo neno inaanza kufanya kazi kwa maisha yako. Sasa leo nataka mtu amini ya kwamba kwa sababu ya damu ya Yesu kwa maisha yako iko na nguvu ya kusababisha kifo ikija inapita juu, magonjwa ikija inapita juu, shida ikija inapita juu. Sasa ndio hii imekuja kumshika huyu mtu, inabidi inapita wapi? Pass over. Kuna vitu ambazo zinapaswa kupass over your life. Kuna vitu ambazo zinapaswa either zipite juu ama zipite kando, ama zipite kando, ziachane na mimi kwa sababu ya jinsi nilivyo. Na leo nataka ucheke imani katika jina la Yesu ya kwamba damu ya Yesu, yale mabaya ambayo yanakuja, yale maovu ambayo yanakuja, ndiyo yatakuja. Sitatoka mahali niliko, lakini yakija yatapass over. Lakini yakija yatapass over. Cheka imani yako hapo, amini hivyo, itakuwa hivyo. Number 2, power to overcome. Wewe na kitu chini sasa. Tumeona Passover inapita juu. Jenga imani yako hapo. Jenga imani yako hapo. Haya, damu ya Yesu, maandiko yanasema walishinda shetani kwa ushuhuda wa vinywa vyao na kwa damu ya mwanakondoo. Waliweza kuovercome kwa damu ya mwanakondoo. Nikupatie mfano alafu tuende kwa hiyo scripture. Hiyo ndio ndani ya fundisho. Sasa, kuovercome kunamaanisha hii kitu ikija hauitoroki. And overcoming is a must. When it comes to overcoming, it is a must. It's like a test. Ni kama KCPE. Hakuna njia nyingine ya kwenda form 1. Iko njia nyingine ya kwenda form 1? Njia ya kwenda form 1 lazima uwe na cheti cha KCPE. Hakuna shortcut. So, hata ukae nyumbani
hata ukae nyumbani. Sisi tumeona watu wamekaa nyumbani, wamekuwa watu wazima, baada ya miaka mingi anarudi shule. Akiulizwa ni nini, anasema ni ile cheti ya form 4 natafuta. So anakuambia mimi nilisoma form 1, form 2, form 3, form 4. Tamu nikifanya nikawacha. Hiyo inahesabika hakuna, bado kuna kitu ulitoroka, na hiyo kitu lazima upitie hiyo kitu. Lazima upambane na hiyo kitu uso kwa uso. Kuna majaribu, kuna mambo mengine, dawa ya hiyo vitu utakumbana nayo. For we wrestle, we do what? We wrestle. Kwa Kiswahili tukitumia neno wrestle inamaanisha nini? Mieleka, wrestling. Unajua wrestling? Kuwrestle kunamaanisha nini? Ni wawili. Tunabambana, niangalie. Tunapigana wawili. Nipige na mimi kupiga. Tunapigana. Kama utakopa. Najua mifano mingine unapea mtu naye kazi. Sasa mimi mnaona watu wa wrestling vile wanashikana, wanabambana. Si kupigana kando kupigana. Ukiwa umeshikana sawa, afanyeni kama wrestling. Kuna vitu vingine lazima upigane nayo. Bwana asifiwe. Alafu fanya nini? Uishinde ndio uendelee mahali uko unaenda. Kuna vitu vingine lazima upigane nayo, uovercome. Hallelujah. Upigane nayo, uiangushe chini, uishinde, uishinde ndio uendelee mahali uko unaenda. Usipoishinda hakuna mahali unaenda. Utoroke ile kitu itakungojea pale, maana lazima utakuja hapa. Utoroke uende wapi, ile inakungojea. Hiyo mtihani ni must. So nataka ujue kuna vitu hata uombe. So tunakumbuka Yesu alikuwa na hii na Paulo alikuwa na hii. Tunakumbuka hiyo vitu. Paulo aliomba akasema aje? Kuna mwiba. Akasema aje? Kuna mwiba. Akaomba mara ngapi? 3. Afanyiwe nini? Iondolewe Baba katika jina la Yesu Kristo. Kuna mwiba iko mbele yangu, inanizuilia kuendelea, inanitatiza. Baba ondoa. Akaomba aiondolewe. Akaambiwa brother, vitu kama hii you need my grace. Vitu kama hii hatuondoi, unaiovercome. Hautaiovercome kwa hiyo kuondolewa, unaovercome kwa to go through it. So you need my grace. Ninaombea Mungu ufunuo ajue vitu ya kuombea grace. Nasema ninakuombea ufunuo ujue hii ni kuambia Mungu nipatie neema ya kupitia hii. Nipatie neema ya kupambana na hii. Nipatie neema ya kushinda hii. Sio kila kitu ninatoa, ninarudisha nyuma, ninaongoa. Kuna zingine. Baba nipatie neema. Haleluya. Hii akaambiwa Paulo, unahitaji neema yangu upige na hii. Yesu akakuja akasema Baba niondolee nini? Yesu, Baba niondolee nini? Akaambiwa hapana Bwana Yesu. Vitu vingine ni ya kupitia. Wakati shetani alikuja mbele ya Yesu, Yesu alifanya aje? Shetani rudi nyuma, aliondoa. Alifanya nini? Lakini sasa imefika mahali hisi ya kufanya nini? Hisi ya kuondoa, hii ni ya kupitia. Kuna vitu unapaswa uelewe, damu ya Yesu imepatia nguvu ya kuipitia na kuishinda. Kuna mambo ambayo unaomba haitoki. Vitu imekatalia kwa maisha yako, jua hii ni vitu ya kupitia. Kile unahitaji ni ukumbuke damu ya Yesu inanipa nguvu, ina uwezo ya kuovercome kile ninapitia. Yesu akaomba kikombe kiondolewe. Mungu akamwambia kikombe si ya kuondoa. Hii kikombe inahitaji uende Getsemani. Yesu akawacha kikombe wapi? Pale. Akaenda wapi? Getsemani. Akapiga magoti. Akafanya nini?
akapiga magoti akaomba, akapiga magoti akaomba. Malaika wa Bwana akaja akampatia nguvu. Malaika wa Bwana akaja akampatia nguvu ya kuovercome, na kuombea nguvu ya kuovercome iko mbele yako, na kuombea nguvu ya kuovercome kenye unapitia saa hii, na kuombea nguvu. Baba akutie nguvu. That's why vitu ukipitia jifunze kukimbia Getsemani. Kuna wakati nilihubiri nikasema kila mtu anapaswa kukuwa na Getsemani yake. Unapaswa kukuwa na Getsemani yako kwa nyumba. Unapaswa kukuwa na Getsemani yako mahala popote unaenda. Enda na Getsemani yako. Ndio ukipatana na kikombe ni kizito na ni kichungu, hautaongea mengi, utasema sana mna hii zinahitaji Getsemani prayer. Hallelujah. Unaenda Getsemani, unamwaga machozi yako pale, unalia yako yote pale, unamenena yako yote pale, unamlelia Bwana. Kuenda Getsemani kuna maanisha Baba, nimekuja unipe nguvu ya kushinda hii katika jina la Yesu. Bible inasema ya kwamba akaomba kiwango cha kutokwa na jasho. Sijui kama wewe umewahiomba mpaka ukasweat katika jina la Yesu Kristo. Kada wewe kwa hapa umewahiomba mpaka ukasweat. Sweat kwa sababu ya kuomba ni kulingana na vile aliomba. Aliomba kabisa, akaomba kabisa, jasho ikatoka. Hiyo jasho ikawa ni mitone ya damu, kwa maanisha ya kwamba ni damu gani ilimsaidia Yesu kupitia yeye. Damu iliyotoka kwa jasho, damu iliyotoka kwa jasho ilikuwa ni damu iliyo na nguvu ya kukuempower kuovercome what is against you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alipotoka Getsemani, alisema alienda Getsemani akiona kikombe ni kali. Alienda Getsemani akisema hiyo siwezi. Alienda Getsemani akisema hiyo kitu ndaweza kweli, lakini alirudi akisema ile kikombe iko wapi? Ile kikombe iko wapi? Maana vile alienda Getsemani, alienda akiwa mnyonge, alienda akiwa na uchungu, alienda akiwa na shida, lakini alipotoa nguvu alirudi na ujasiri, alirudi akiwa tofauti. Akasema sasa kikombe nitakunywa hata kama nikipare, kwa sababu something has happened in my life. Urabashanda, ukatalaba, ninaomba kitu itendeke kwa maisha yako. That's why ninasema endeni maombi, wacheni kuzuba, jifunze kuomba. Ukiomba kuna kitu itatendeka, ukiomba kuna kitu itatendeka. Watu wanaenda maombi wakiwa wanyonge, watu wanaenda maombi wakiwa wanalia, watu wanaenda maombi wakiwa wana matumaini. Leo nimekuja kusema afadhali ukose matumaini, lakini nikupate uko kwa barabara ukienda maombi. Afadhali uende maombi hata kama umekosa matumaini. Afadhali nipatane na wewe ukilia, nikuulize kwa nini unalia, uniambie pastor mambo ni magumu, halafu nikuulize unaenda wapi? Naenda prayers. Hallelujah. Na ukama sasa kumwambia maternity wa mama anataka na kila mtu na design yake. Na ukama sasa kumwambia maternity kila mtu anataka na design yake. Kwa kila mtu kuna wale wanaingia wakiwa wanapiga nduru. Ni ukweli? Hicho kimanaume kiko wapi? Hicho kimana kiko wapi? Lakini anaenda wapi? Lakini anapeleka wapi? Maternity. Kuna wengine wanaenda kwa mwenye mama kaoge. Ameshikiliwa hapo. Ndio kama takwambia wengine hawana la kusema. Ndio kama takwambia mama wengine hawakuwa na la kusema, wako hapa. Wako hapa. Waulize watakuambia. Pole pole, lakini bora hata kama ana la kusema, lakini anaenda wapi? Lakini anaenda wapi? Maternity. Twende hata kama ni kubaya. Mwingine hata hawezi tembea, amebebaniwa. Anabaliwa, hata kushika hapo. Lakini bado wako jiani wafali. Bado wako jiani bora wanaenda. Tokea meza kumwambia ikue, lakini bora uwe kwa barabara ya maombi.
hata watu wamefeli. Hawajiwezi, hawajui chochote, hata hawajui kenye wanaendelea, lakini bora wanaenda wapi? Alafu maternity wanatoka aje? Ile uzito wote walikuwa na, ile uchungu yote walikuwa na. Kama mama kanatoka kiwa kama jibebea mdomo, mimi usinibebe ndabeba. Kama niliweza kubeba miezi 9 haka ndio nitashindwa kubeba. Anatoka na masiwasi. Wewe unaitwa hapo kupiga kana. Nafikiri wale wanakuwa huko wanakuwa na mambo mengi. Sasa ndio unatusumbua. Unatusumbua, usijali. Sasa hiyo tunabeba katoto kanafurahia. Hauwezi enda kwa maombi na urudi vile ambavyo ulienda. Ndio kama sasa tunamwambia wewe usiende na urudi vile ulienda. Na kwambia ukienda kwa maombi kuna power utapata. Maana kuna damu ya kukuwezesha kuovercome. That's why Yesu alipokuja sasa, ilibidi kutoka Gethsemane akashikwa, akaanza kufanywa vitu vingi. Unasikia akiongea chochote? Ulisikia akiongea chochote? Maana ndani alikuwa very strong. Let me tell you, sasa vile mzaona watu wengine wako dhaifu nje, lakini spiritually tunategemea kiroho. Spiritually huyo mtu wako kwa maombi ana deal na hiyo issue. Yaani unaona inamsumbua. Ndio unaona aongee na nini? Yesu akija hakuambia mtu yote amsaidie. Yesu akija hakuongea na mtu yote. Na wale wote walijaribu kumsaidia alikataa. Kuna wamama walikuja kumsaidia akakataa. Bwana asifiwe. Akamwambia ndiye msaidia watoto wenu. Akamwambia mimi nimetoka prayers. Hii kitu mimi nitaweza. Unajua unaweza pitia vitu vingine watu waseme hauwezi, lakini ukijiangalia vile umetoka kwa maombi, unasema hii kitu nitaimaliza. Watu wanakuuliza utaweza kweli? Nitaweza. Kwa nini? Maombi. Nguvu yangu nimeshachukua kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na that's why vitu vyote walifanyia alinyamaza. Walimdhihaki wakimchezea, wakimwambia wewe ndio mfalme wa Israeli. Wewe ndio mfalme. Anawaambia ni nini mnasema? Si mimi. Wanamtemea mate, anawaangalia. Jamaa ile nguvu ilikuwa ndani yake, kutemewa mate haingeweza kumprovoke. Ndio kama sasa waambia waachana na wewe, unaguswa kidogo unaruka situ kama nini hapa. Kidogo tu umetokezea kitu kingine. Umekuwa sijui nini na ni kitu kidogo. Yeye alitemewa. Unajua kutemewa mate. Na pengine hata ilikuwa ni kikohozi tu, Biblia inasema ni mate. Pengine kikohozi mtu akwambia akuangushie kiote. Na kile kikae karibu na mapua yako na mdomo yako. Apige hapo katikati. Na Yesu akasema hata mtemee mate. Na kuambia hakuna kitu nafanya. Yesu hapo react. Yesu alitulia. Maana ile nguvu alikuwa nayo ndani ilikuwa nje. Chochote mfanye nje haiwezi kufanya behave vibaya. Ndio kama sasa enda kwa maombi. Haleluya. Enda kwa maombi, wapigie makofi hapo. Sasa naongea kuhusu damu ya Yesu ina nguvu ya kutuwezesha kushinda, to overcome. Sasa nimekuonyesha kuhusu Passover and overcoming. Overcoming is a must. Kwa maisha yako wangapi wameomba kitu fulani Mungu atoe na kutoka? Iko vitu uliomba ilitulia kweli? Mifano ya Ayubu. Wangapi mwaenda omba ndio inaongezeka? Unaenda omba kwa sababu mzee wako amekuwa mgonjwa sana. Ukiamka kesho asubuhi mtoto anakuambia mama, kichwa inaniuma vibaya sana. Nasema ni fast jana. Baba ondoa magonjwa kwa nyumba yako. Baba ondoa magonjwa kwa nyumba yangu. Mwingine anakuwa mgonjwa. Baba ondoa magonjwa kwa nyumba yangu. Baba ondoa kwa nyumba yangu. Mwingine anakuwa mgonjwa. Baba ondoa magonjwa kwa nyumba yangu. Mtoto alikuwa anacheza mpira akagongwa, ameumia mguu. Hizi ni vitu zenye unahitaji kuovercome. Hizi si vitu za kuondolewa, zinaitwa vitu ya kupitia. Sema neema ya kupitia. Ndio mkono juu, sema napokea neema ya kupitia. Sema kwa damu ya Yesu napokea nguvu ya kupitia. Sema kwa damu ya Yesu napokea nguvu ya kupitia. Kama kuna mtu anapitia sasa hivi, damu ya Yesu ikupatie nguvu ya kuipitia. 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 Ukiona umeomba itolewe, ujue hili ya wewe kupitia. Anza kutoa
na kwa damu ya mwanakondoo. Kwa hivyo damu ya Yesu ya kulipatia ushindi, na kile damu ya Yesu, damu ya ushindi kwa hili jambo ambalo unapitia kwa kazi, kwa hili jambo ambalo unapitia, ninakiri damu ya Yesu nishinda kwa jina la Yesu, na unajipata ile kitu pale pale, unaishinda ikiwa pale pale, and you become victorious. Na leo nimekuja kukuambia hauwezi ishinda na ukabaki pale pale na ukabaki vile vile. Haiwezekani. Hauwezi fanya mtihani na bado uwezabike. Wewe ni wa high school, ukimaliza mtihani wa high school, wewe na high school kwisha. Oh, hallelujah, hallelujah. Ukifanya mtihani wewe na high school kwisha. Sasa tunakuita wewe, tunaita wengi sasa wewe ni mwananchi rasmi. Ndio huwa tunasema hapo, ndio wazazi wengi sasa wanaambia msichana sasa kununulia simu, maana sasa wewe uko sawa. Hapo sasa ndio anaambia kwenda uchukue ID. Hallelujah. Maana sasa huyu sio yule, huyu ni mtu mwingine. Hauwezi pitia hiyo kitu na ushinde na upaki vile vile na upaki pale pale. Lazima imani yako ibadilike. Lazima imani yako ibadilike. Lazima imani yako iwe tofauti. Lazima iwe tofauti. That's why kwa Biblia kuanzia kwa Genesis mpaka kwa Revelation, kulingana na kenye mtu alipitia na akashinda, ndivyo anajulikana kwa usawa na kwa ukubwa kwa Biblia. Yohana aliyetupwa katika kisiwa cha Patmo alitumbukizwa pabaya, akateketezwa, akachomwa na mafuta, akaumezwa. Uchungu mkali sana aliyopitia ni mkali, na kwa huo uchungu mkali aliona mbinguni. Kwa huo uchungu mkali alitembezwa mbinguni, akasema nitaona. Ukisoma kitabu cha Revelation inakuambia ni mtu amechukuliwa katika roho, anatembezwa mbinguni. Hizo ni vitu anakuambia, yani mtu ako duniani lakini anakuambia mambo ya heaven, mambo ya heaven, mambo ya heaven, kulingana na yale ambayo alipitia na akaweza kuovercome. Paulo aliandika nyaraka nyingi kulingana na yale aliyoyapitia. Alipitia mabaya, walichapwa, walishekwa, walipatiwa mabaya, lakini hawakuacha kuhubiri, kwa sababu damu ya Yesu inakupatia power to overcome. The more waliovercome, the more walichokutana kuwa mashujaa wa imani. Hata leo nasema, hata leo nasema, hata leo hauwezi kuwa Mkristo wa kawaida na unapitia mengi na una overcome. Hauwezi kuwa Mkristo wa kawaida, imani yako sio ya kawaida, mambo yako sio ya kawaida, wewe sio wa kawaida. Maana ni wewe mtu unapitia vitu na unapambana nazo na unaenda through katika jina la Yesu. Kila kitu utakayepitia una change, ukipitia una change, ukipitia una change, ukipitia una change. Nataka kubadilika. Wakati wanataka mabadiliko, wakati wanataka mabadiliko, pokea damu ya Yesu inanena kushinda. For the blood of Jesus we overcome, we overcome, we overcome. That's why the Bible inatuita overcomers. You need to overcome something for you to become an overcomer. Unaitwa mshindi. Umeshinda nini? Umeshinda nini? Wewe unakulia ushindi ya wengine. Bwana asifiwe. Ili uitwe mshindi lazima uwe kuna kitu umeshinda. Ni nini umeshinda? Uliza jirani umeshinda nini? Uliza jirani umeshinda nini? Kazi ikiwa na kitu kidogo, unahama hapo kwa kazi, unapeleka kazi mahali nyingine. Utashinda nini vitu? Kumbana na hizi vitu. Geuka mzako mwambie kumbana na hizi vitu. Ukikumbuka kuna damu ya nini? Ya kukuwezesha kushinda. Tusome hiyo kitabu cha Hebrews chapter 12 verses 1 to 12, alafu nimalize. Oh my God. Tutakuja chunguza hiyo Waibrania 9. Tunakuja kuichunguza vizuri. Waibrania ngapi? Sasa ninaongea kuhusu nini? Power
to overcome through the blood of Jesus. Biblia inasema basi sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu This should be Revelation. I'm sorry, Revelation. Na ishara kuu ilionekana mbinguni. Ufunuo wa Yohana, samahani. Yeye nakwambia Waebrania ndio imejaa kwa moyo wangu Aha, tunasoma pamoja, umepata? Waebrania 12:1 inasema na ishara kuu ilionekana wapi? Mbinguni. Mwanamke nani? Mwanamke ni nani? Neno mwanamke kwa Biblia ina symbolize nini? Ina symbolize sisi ndio mwanamke. Kwa sababu sisi ndio bibi harusi wa Yesu. So kila mara unapotumia neno mwanamke kwa Bible unajua unaongea kuhusu kanisa. So kwingine iongee kuhusu exactly mwanamke ndio useme ni wanawake. Hii haiongei kuhusu mwanamke. Hii inaongea na lugha ya kiroho. Na hii tu ni kidogo tu Yohana amejaribu kuileta na mbinu kujaribu kutransfer kenye aliona katika roho, anaipatia picha ambayo tunaweza tukaelewa. Sawa sawa. Na ishara kuu ilionekana mbinguni. Ikaonekana nani wa kwanza alionekana? Mwanamke aliyevikwa jua. Mwanamke aliyevikwa nini? Jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Naye alikuwa ana mimba. Huyu mwanamke alikuwa na nini? Mwanamke alikuwa na nini? Alikuwa ako na mimba. So hakukuwa peke yake. Tutaangalia mbele tukiongea pia tunahitaji kuangalia mimba ni nini. Naye alikuwa na mimba. Kama sasa mwambie, je, wajua uko na mimba? Kama Kiswahili sanifu mwambie, je, wajua uko na uzito wewe? Mwambie uko na ujauzito wewe. Haleluya. Au yule mwanamke alikuwa na nini? Alikuwa na ujauzito. Alafu alikuwa anafanya nini? Alikuwa akilia hali ana utungu. Hakukuwa na uchungu, alikuwa na nini? Utungu ni labor pain. Utungu ni nini? Ndio kama zako mwambie, je, wajua uko na uchungu wa aina mbili? Jua wakati the pain you have ni ile ya labor pain, na jua wakati the pain you have ni pain ya kusababishwa na vitu vingine. Ukigundua the kind of pain uko nayo ni labor pain, Bwana asifiwe, hiyo inakupatia nini? Siku zimevaa nini? Siku zimefika. Lakini kuna uchungu mwingine iongei siku zimefika, inakuumiza. Tutakuja kuongea siku nyingine kuhusu aina hizi mbili za uchungu. Kuna uchungu zingine ni zimebeba habari njema. Kuna uchungu zingine ni kukwambia sasa vitu vimefika. Kuna kitu kinazaliwa, maisha inabadilika. So hapana zoea kutumia mambo mazuri ndio kukuambia ya kwamba kitu kizuri kinaenda tendeka. Kuna vitu zingine zinakuja kwa uchungu. Kuna vitu vingine vinakuja kwa umewahi sikia mtu anakuambia, ukijua vile nimepata hii kazi? Umewahi sikia mtu kama katika watoto wote uliowazaa mzazi kuna ule anasema huyu ya huyu hapana. Hata kama watu wanasikiaga uchungu ya huyu ilikuwa sana. Kuna vitu kama hizo? Kuna vitu kama hizo, si ndio? Na itakuwa sawa. Na kwa wale ambao kwa na hiyo uchungu unahitaji tukuje tukuinduce ile ya kiroho ndio pain kuweko. Kwa sababu kuna pain ukikosa unafaa uende daktari akuwekee nini? Akudunge ile dawa ya uchungu kuwe nayo. Pia kuna dawa ya uchungu ya kiroho katika jina la Yesu. Vitu ikikaa sana inapitisha siku haitendeki pastor. Pastor vitu itendeke kwa maisha yako, unafaa kudungwa shindani ya uchungu wewe. Ngoja tukuombe maombi ya shindani ya uchungu. Baba, tunadunga shindani ya uchungu. Uanze kusikia uchungu, vitu vinakuja, sema amen. Naye alikuwa na mimba, alikuwa akilia, hali alikuwa pia na utungu. Kumaanisha wakati wa mtoto wa kuzaa umefanya nini? Na pia alikuwa anaumwa katika kuzaa, ule uchungu na ule kuumwa vile mwanamke huwa ana behave wakati wa kuzaa. Twende vizuri tafadhali, mstari wa 3, ikaonekana ishara nyingine. Ikaonekana ishara
So pale tunachukua vitu tatu. Tunachukua mwanamke, tunachukua mimba, na tunachukua nene. Wakati wa kuzaa umefanya nene? Umefika. Kwa hivyo ukimuona unaona huyu anataka kuzaa. Bwana asifiwe. Alafu kuonekana ishara nyingine mbinguni. Na tazama joka. Jambo lingine tunachukua hapa ni nini? Joka kubwa, jekundu. Ilikuwa na vichwa ngapi? 7. Pembe ngapi? 10. Na juu ya vichwa vyake vilemba ngapi? 7. Na mkia wake wakokota theluji ya nyota za mbinguni. Tunajua shetani akitoka mbinguni alitoka na malaika theluji ngapi? 3, 3/4. Sawa. So huyu ni shetani tunaongea kuhusu. Na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama wapi? Turudie tena. Mstari wa ngapi? Mstari wa 4 pale mwisho. Na yule joka akasimama wapi? Mbele ya yule mwanamke aliyekuwa tayari kuzaa. Kuna ishara zingine zitaonekana kwa maisha yako, zitavutia maadui. Chukua hiyo vizuri. Vitu vingine vitajulikana kwa dalili na ishara unazozitoa. So huyu joka aliona mwanamke uchungu alionao, vile anafanya kajua huyu karibu afanye nini? Karibu azae. So huyu joka anakuja wakati mwanamke ako karibu kuzaa. Marosa kukujia vitu yako. Sasa ile unataka ukae chini uanze kufurahia vitu vyako, ndio vinakuja. Unapata mtu hajawahi kuwa mgonjwa, ukiandikwa kazi ndio magonjwa yanakuja. Unapata ulikaa kwa nyumba ya rental, ulikuwa unaishi vizuri, siku ile unajenga nyumba yako ndio unakuwa na shida ya kulala. Na tangaza leo kwa damu ya Yesu, maroho ya kukuja sasa ile unaenda saa kitu ya maana ndio zikuletee shida, na kutangazia kwa damu ya Yesu, pokea ushindi kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu ushinde chochote kimekuja mbele yako, chochote kimekuja mbele ya kazi yako, mbele ya huduma yako, mbele ya ndoa yako, mbele ya familia yako, mbele ya performance ya watoto yako, mbele ya maisha na future ya watoto wako, chochote kimekuja mbele yao ili kiangamize maisha yao, ili itese maisha yao, na tangaza kwa damu ya Yesu. Sema ninaishinda. Sema kwa damu ya Yesu. Sema ninaishinda. Sema kwa damu ya Yesu ninaishinda. So kuna vitu vinavutiwa na vile vinaona ukifanya. The kind of pain you're going through. Na vile una behave zinasema kuna mtoto nafaa zaliwa. Ndio zinafanya nini? Zinakuja. So inamaanisha nini? Hazikukujii wewe. Hazikukujii kwa sababu kama niwe zingekuja kitambo, zimekujia kenye unazaa. Na ndio unaona kuna watu hamuumizi hata kidogo, lakini kenye unatoaga ndio inaumizawa. Biashara yako ndio wewe inapigwa, si wewe. Vitu vyako ndio vinapigwa, si wewe unapigwa. Tofautisha hayo mambo mawili. Na kama unapigwa ni vitu yako ipigwe ndio ikuumize. Lakini vyote vinavyoinuliwa vinainuliwa saa zile kitu kizuri kinaenda zaliwa kwako. Sasa kazi ya vitu ni kudili na kenye umezaa. Hebu tusome mstari wa 5. Naye akazaa mtoto mwanamume, kumaanisha hii ni nguvu na kumaanisha hii ni kitu ya faida sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akazaa mtoto nini? Mwanamume. Yeye atakaye chunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Bwana Yesu asifiwe. Na kutangazia kwa jina la Yesu. Hizi maroho tumeona zinakuja kwa sababu zimejua mwenye atazaliwa ataleta mabadiliko. Ninatangaza kwa jina la Yesu kinyume na kila roho ambao uta kwa biashara yako, kukula faida ambayo inapaswa kuleta change kwa maisha yako, kukula kazi ambayo inapaswa kuleta change kwa maisha yako. Kuanzia leo ujue ya kwamba kwa damu ya Yesu unashinda. Kwa damu ya Yesu unashinda. Kwa damu ya Yesu unashinda. Kwa damu ya Yesu sema ninashinda. Maandiko yanasema na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu. Akafanya nini?
akanyakuliwa hata kwa Mungu kwa fimbo ya chuma, kwa Mungu kwa kiti chake cha enzi. Yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali alipotengenezewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kila mara wakati mambo yanainuka mabaya kinyume na wewe, unakuwa na mahali Mungu ametengeneza, mahali pa wewe kukimbilia katika jina la Yesu. Kuna mahali alikuwa ametengenezewa katika jina la Yesu Kristo. Na ninaona mimba ya huyo kijana ilikuwa ni makusudi ya Bwana, na leo ninatangaza kwa jina la Yesu, Bwana ataokoa makusudi yake, Bwana ataokoa mpango wake, hata mruhusu adui aangameze kitakacholeta mabadiliko kwa maisha yako. Kuanzia leo chochote kitainuka kinyume na vita kukufaidi, Bwana akuokoe katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Mstari wa 7, kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana na wao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahala pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi Shetani. Turuke twende 11. Nao, simama juu kwa miguu yako. Unajua, ili uweze kuunderstand verses 11, lazima usome kuanzia verse 1. Kwa sababu kulingana na verse 11 vile nasema nao wakamshinda. So unaona ni kitu inaendelea. So lazima usome hapo juu ujue ni nini. Simama juu kwa miguu yako. So tumeona vita inaendelea. Ni kati ya nani? Shetani. Ni kati ya nani? Shetani. Na sasa Biblia inasema aje sasa? Mstari wa 11, nao. Sema nao. Sema nao. Sema nao. Wakamshinda Shetani, wakamshinda yule nyoka kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda, kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema na mimi ninashinda kwa ushuhuda wa kinywa changu na kwa damu ya mwanakondoo katika jina la Yesu. Sema walipambana hawakuweza, walijaribu hawakuweza, lakini kwa damu ya Yesu walishinda, kwa damu ya Yesu waliweza. Leo ninakuja kukuambia kwa jina la Yesu, kwa ujuzi wako hautaweza, kwa mbinu zako hautaweza. Kuna vitu dunia hii vinahitaji kushindwa kwa damu ya Yesu. Kuna vitu dunia hii vinahitaji kuvishinda kwa damu ya Yesu. Na leo nataka kukuachilia, enda ushinde kwa jina la Yesu. Endeni mshinde kule kazini, endeni mshinde kule manyumbani, endeni mshinde barabarani, endeni mshinde. Maandiko yanasema ya kwamba yule joka, yule ibilisi Shetani akatoka duniani, akasema ole wako nchi na bahari, maana Shetani ametupwa kwenu kama ametupwa kwetu. Wale katika dunia, yule pekoni, wale mshinda kwa ushuhuda wa kinywa vyao na kwa damu ya mwanakondoo. Hata sisi tunatangaza Shetani umeachiliwa duniani, tena tunatangaza tunaposhinda kwa ushuhuda wa kinywa vyetu na kwa damu ya mwanakondoo. Kwa damu ya Yesu tunashinda. Kwa damu ya Yesu unashinda. Kwa damu ya Yesu unashinda. Kwa damu ya Yesu unashinda. Vita ambavyo unapigana sasa hivi, ikisha damu ya Yesu, ikisha damu ya Yesu, ikisha damu ya Yesu, kile damu ya Yesu. Sijui vita vya aina gani ambavyo unapigana, sijui vita vya kazi, sijui vita vya aina gani. Ni wakati wa kusimama. Imeandikwa, imeandikwa walimshinda, imeandikwa walimshinda kwa ushuhuda wa vinywa vyao na kwa damu ya mwanakondoo. Na leo ninasimama kutangaza, hata na mimi kwa damu ya Yesu ninatangaza kushinda. Kwa damu ya Yesu hii magonjwa ninashinda. Kwa damu ya Yesu hii hali ninaishinda. Kwa damu ya Yesu hii changamoto ninaishinda.
nimeshinda. Nataka mtu aweke mikono yake pamoja, anza kuomba na utangaze kwa damu ya Yesu. Anza kutaja vita vyako, vita ambavyo unapitia. Sio unapitia vita vya aina gani? Biblia inaniambia walimshinda kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Walishinda kwa damu ya Yesu. Magonjwa tunashinda kwa damu ya Yesu. Kifo tunashinda kwa damu ya Yesu. Ushinda kila changamoto iliyo kinyume na wewe kwa damu ya Yesu. Tunashinda vita vya huduma kwa damu ya Yesu. Weka mikono yako pamoja, usinyamaze. Tangaza kwa damu ya Yesu, na tangaza ushindi kwa damu ya Yesu. The blood of Jesus has power, has given me power to overcome. Thank you for the blood. The blood of Jesus has given me power to overcome. Katika jina la Yesu, I will overcome this. I will overcome this. I will overcome opposition. I will overcome. Haina haja ya kulia, wewe unashinda. Wengine mmepigwa vita sana, leo nimekuja kutangaza kwa damu ya Yesu unashinda, kwa damu ya Yesu unashinda. Kile damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya ushindi, damu ya Yesu, damu ya ushindi. Kwa damu ya Yesu mimi nimeshinda, kwa damu ya Yesu mimi nimeshinda, kwa damu ya Yesu yale yote yameinuliwa kinyume na mimi, nakiri kushinda. Kwa damu ya Yesu nimeshinda wachawi, kwa damu ya Yesu nimeshinda waganga, kwa damu ya Yesu nimeshinda chochote kilicho kinyume na mimi, kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba. Kuna nguvu katika kukiri damu ya Yesu. Kiri damu ya Yesu. Tangaza damu ya Yesu imenipa nguvu ya kushinda. Damu ya Yesu imeniempower kushinda katika jina la Yesu. Biblia inasema lakini kwa damu ya Yesu, lakini walimshinda. They overcame the devil. You are going to overcome. We're going to overcome by the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu unashinda. Kile kinyume itakushinda. Kwa damu ya Yesu unashinda. Weka mkono wako juu. Sema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kile ambacho kilinishinda jana ninarudi kutangaza kwa damu ya Yesu ninaishinda. Kile niliogopa sitaogopa tena. Kwa kuwa sasa kwa damu ya Yesu mimi nimeshinda. Kwa damu ya Yesu ninashinda yote. Sema kwa damu ya Yesu nimeshinda kifo ya leo, ya kesho kutwa na ijayo. Kwa damu ya Yesu nimeshinda magonjwa ya leo, ya kesho na ya kuendelea. Sema kwa damu ya Yesu nimeshinda umasikini. Sema kwa damu ya Yesu nimeshinda ajali. Sema kwa damu ya Yesu nimeshinda mikosi. Sema kwa damu ya Yesu nimeshinda umasikini. Sema kwa damu ya Yesu nimeshinda chochote kilicho kinyume na maisha yangu. Kwa damu ya Yesu. Tangaza damu ya Yesu tena. Kiri 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 damu ya Yesu tena. Tangaza damu ya Yesu tena. Tangaza damu ya Yesu tena. Tangaza damu ya Yesu tena. Kwa damu ya Yesu mimi nimeshinda. Kwa damu ya Yesu mimi nimeshinda. Kwa damu ya Yesu
limeshinda. Kama vile waliposhinda shetani, hivyo ndivyo linakushinda, hivyo ndivyo linakushinda, hivyo ndivyo linakushinda katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho. Shalabasanda mukarabarabo shanda. Yeyote aliye mgonjwa sasa hivi, kwa damu ya Yesu hiyo ugonjwa ikuachilie. Wale ambao mnasumbuka usiku, kwa damu ya Yesu uachilie. Maroho ambayo imekuwa ikikufuata, kukusumbua na kukutatiza, kwa damu ya Yesu na kutangazia ushindi. Kwa damu ya Yesu uachilie. Kwa damu ya Yesu uachilie. Ndio mikono yako, funga macho yako. Chochote ambacho kimekushikilia, ambacho kinakukatalia, maroho yote ni ya kwenu, ni ya wapi? Kila aina ya roho ambayo imekushika na inakukatalia, ambayo ukufuata, ukusumbua, sasa hivi, 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 kwa jina la Yesu natangaza damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu achiliwa, kwa damu ya Yesu achiliwa, kwa damu ya Yesu achiliwa. Nimesema funga macho, inua mikono yako juu, tangaza kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu achiliwa, kwa damu ya Yesu achiliwa, achiliwa. Mawazo iachiliwe, mawazo iachiliwe, mawazo iachiliwe, mawazo iachiliwe, uachiliwe, 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 uachiliwe katika jina la Yesu. Ninahisi kabisa kama wewe ni mgonjwa, kukimbia hapa mbele niombe nawe. Wewe ni mgonjwa, kimbia hapa mbele. Unasumbuliwa usiku wa ulali, kimbia hapa mbele. Wewe ni mgonjwa, kimbia hapa mbele. Usiku wa ulali, kimbia hapa mbele. Unasumbuliwa na ndoto mbaya, kimbia hapa mbele. Kuna vitu umeanza kuhisi kwa mwili wako si sawa, kimbia hapa mbele. Ukikuja hapa mbele, inua mikono yako, anza kukiri damu ya Yesu. Anza kukiri damu ya Yesu. Anza kukiri damu ya Yesu.